Vurugu nyingi nchini zilianza mchana majira ya saa 6. Maeneo mengine hazikufanyika vurugu, zilifanyika siku ya pili ya tarehe 30. Na ni mikoa michache ambayo ilikuwa imetokea vurugu mchana: Arusha, Dar es Salaam, pale Songwe, Mbeya. Ndio vurugu zilitokea hasa katika maeneo hayo. Maeneo mengi vurugu zilikuwa hakuna. Na Watanzania wengi mwaka huu, kama mtakumbuka waandishi wa habari, katika uandikishwaji, uwekaji wa vituo vya kupigia kura, tulikuwa na vituo vingi kuliko mwaka wowote ule wa uchaguzi. Kwa hiyo watu waliweza kwenda kwa haraka kupiga kura asubuhi, wakarudi majumbani, na kazi ya kupiga kura baadhi ya maeneo ilimalizika mapema kwa sababu ya wingi wa vituo. Mfano, kunakuwa na sehemu kuna watu 500, vimewekwa labda vituo 200, maana yake hawa watu wataisha kwa haraka. Zamani ilikuwa watu 500, kuna vituo labda 7 vya kupiga kura, maana yake hapo unakuta mistari ilikuwa ni mirefu sana. Lakini ni kuhakikishie kwamba Watanzania wengi wamepiga kura, na kuthibitisha hilo, hata wakati wa mikutano yetu ya kampeni mliona namna gani waandishi wa habari Watanzania walivyokuwa wanajitokeza katika kampeni za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hilo ni kuondoe hofu, watu walipiga kura. Maeneo yenye changamoto ni machache, na ndio maana unakuta hapa kura hazijawa milioni zile ambazo zililetwa na tume. Hapa tuna ushindi wa 97%, haujawa 100%. Maana yake kuna maeneo watu inawezekana wamepigia vyama vingine kwa sababu ndiyo demokrasia, lakini vurugu ile haikuathiri moja kwa moja zoezi la upigaji wa kura. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Mwenezi, tunakushukuru sana. Ndugu waandishi, tunawashukuru sana.